Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema Jumatano kuwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Syria na Lebanon imefikia kiwango ambacho sasa yanatishia pia usalama wa Uturuki. Aliongeza kuwa kile alichokiita uchokozi wa Israel ni tishio kwa dunia nzima na lazima uzuiliwe. Uturuki ambaye ni mwanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO imekuwa miongoni mwa wakosoaji wakubwa operesheni za kijeshi za Israel dhidi ya Iran, Gaza pamoja na Lebanon. Ankara imekuwa ikiweka mkazo kwa Israel ndio kikwazo kikubwa kwa amani ya kikanda. Aidha, Uturuki imesimamisha biashara zote na Israel na kutaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kisheria dhidi yake kupitia mahakama za kimataifa. Mashambulizi ya Netanyahu na mtandao wake wa mauaji dhidi ya Lebanon pamoja na Syria yamefikia hali katika hatua ambayo sasa pia inatisha Uturuki. Erdogan aliwaambia wabunge wa chama chake. Aliweka mkazo kwa usalama wa Uturuki umefungamana kwa karibu na usalama wa Syria pamoja na Lebanon. Erdogan pia alishutumu Israel kwa kuongoza kile alichokiita juhudi za kificho za kuyumbisha baadhi ya nchi za Afrika na eneo la bahari ya Mediterania kwa kuchochea migawanyiko na migogoro katika kisiwa cha Cyprus ambacho kina jamii zilizogawanyika kikabila. Mataifa haya madogo ambayo tamaa zao zinazidi uwezo wao wa halisi yamepanda katika mashua ya vurugu ya Israel yakijifanya wakandarasi wa Uzayuni na kufuatilia ndoto zisizotekelezeka katika Mediterania ya Mashariki, alisema Erdogan bila kutaja moja kwa moja nchi alizokuwa akizirejea. Alionya zaidi kwamba iwapo haki za Uturuki na za Waturuki wa Cyprus zitakiukwa katika Mediterania ya Mashariki, majibu ya Ankara yatakuwa wazi na makali dhidi ya Israeli. Katika hatua nyingine, Uturuki imeilaumu Israeli kwa kuchochea vita vya Marekani na Iran. Uturuki ambayo inapakana na Iran imeilaumu Israeli kwa kile ilichokiita uchochezi uliosababisha kuzuka kwa vita kati ya Marekani pamoja na Iran. Erdogan alizitaka nchi zenye ushawishi duniani kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Israel, akisema kwa taifa hilo limekuwa likitiwa nguvu na ukimya wa jumuiya ya kimataifa. Kuirejesha Israel ndani ya mipaka ya utawala wa sheria sasa ni jukumu la pamoja, si kwa baadhi ya nchi pekee bali kwa wanadamu wote. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimjibu Erdogan huku akisema kwamba dikteta mwenye chuki dhidi ya Wayahudi. Erdogan ambaye anafanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wakurdi, anaunga mkono shirika la kigaidi la Hamas, anawakandamiza wananchi wake mwenyewe na kuwafunga wapinzani wake wa kisiasa, ndiye mtu wa mwisho anayepaswa kuipa Israel mafunzo ya maadili. Kauli hizi zinaonyesha kuendelea kwa mvutano mkali wa kidiplomasia kati ya Ankara na Tel Aviv, huku hali ya usalama katika Mashariki ya Kati ikiendelea kuwa tete na kuzorota.